Mtazamaji wa Mwananchi Digital, bado tuko hapa ofisi za bodi ya ligi Tanzania TPLB zilizopo Ilala, na kikao bado kinaendelea ndani. Takribani masaa mawili sasa tangu kimeanza saa 4:30, lakini mashabiki wa Yanga nao wamefika hapa wakitaka kufuatilia nini ambacho kinaendelea ndani ya hiko kikao, ama baada ya viongozi wao kutoka ndani ya hiko kikao. Hapa tuko na Godi Yanga. Godi, habari yako? Salama, vipi kaka? Tapo kwema? Kwema, namshukuru Mwenyezi Mungu. Naona ilipo ilipo Yanga nipo. Na leo viongozi wangu wako hapa, basi na mimi nipo. Nini kubwa? Wameitwa viongozi lakini na nyinyi mmekuja. Kubwa ni kuwakumbusha viongozi wa Yanga namna gani msimamo wetu ulivyo. Wanapaswa kusimamia kile ambacho tunakumbushana mara zote kwamba kutetea mpira wa Tanzania, kwa sababu sisi Young Africans ndio waanzilishi wa hata hicho chama cha soka cha mpira Tanzania TFF. Ndio tulioanzisha timu ya mpira wa miguu, ndio timu kongwe zaidi nchini Tanzania. Sisi tunahitaji maslahi mapana ya mpira wa Tanzania uwe mkubwa zaidi. Tufike mahala sheria na kanuni ambazo tunazitengeneza wenyewe basi zifanye kazi vizuri. Hatuwezi kuwa tunatengeneza kanuni na sheria halafu mambo yanaenda ndivyo sivyo. Kwa hiyo tuko hapa kwa ajili ya kutetea mpira wa Tanzania na kuwatetea vilabu vingine. Maana yake hapa tunawasaidia Namungo, Simba, Singida, timu zote tunazozijua zinashiriki ligi kuu na championship, kwamba bodi ya ligi kwanza hiki inapaswa kuwa chombo huru. Lakini jambo la pili la msingi kuliko lote, bodi ya ligi wanapaswa kusimamia sheria na kanuni kuendesha mpira wetu. Kwa hiyo tuko hapa, tumefika mpaka hapa, yani tulipofika kwenye hizi ngendembwe za kucheza dabi ya namba 184 ni kwa sababu bodi ya ligi ilishindwa kusimamia kanuni na sheria vizuri. Kwa hiyo tuko hapa kwa ajili ya kutetea na vilabu vingine. Unaweza washangaa kwa nini naitetea mpaka Makolo wale madunduka wanaamini kwamba ile mechi waliandika barua wa kutaka kucheza kwa sababu walizuiwa kufanya mazoezi. Ni kanuni na waruhusu wao kufanya mazoezi, si ndio? Sasa tuko hapa kutetea hadi kile kwamba kama kuna dabi na mtu ni mgeni anapaswa kufanya mazoezi siku moja kabla ya mechi kwenye uwanja. Kanuni inapaswa kufanyaje? Kusimamiwa vizuri. Kwa hiyo hapa tunamsaidia mpaka dunduka kwamba siku nyingine ukitaka kucheza na Yanga, uwanja wetu wa nyumbani sisi, utakuja utafanya mazoezi kwa sababu kanuni inafanyaje? Inakuruhusu. Na siku sisi tukiwa tunacheza na wao kwenye mechi yao wao wakiwa nyumbani, sina maana sitakuwa wageni, tutaruhusiwa kufanya mazoezi kama kanuni inavyotaka. Kwa hiyo bodi ya ligi ilisahau kusimamia majukumu yake vizuri. Tunawakumbusha viongozi wa Yanga wasimamie kile ambacho tunakihitaji kwa maslahi mapana ya mpira wetu. Watanzania watuelewe. Inawezekana kuna Watanzania bado hawajatuelewa, na sehemu ambayo hawajatuelewa wengi watakuwa wametuelewa, ila kwa upande wa Makolo na madunduka ndio ambao hawajatuelewa, kwa sababu mbumbumbu ni wengi na wana matatizo mengi ya kuelewa. Wanaweza wakasema mbona kila sehemu si tupo, kwa sababu tunataka kusimamia mpira wa nchi unyooke. Kwa nini Manchester na Liverpool ni mahasimu kwenye ligi kuu ya Uingereza lakini hakuna shida? Na ni wakubwa sana. Liverpool ana makombe yake 8 ya Champions League, Manchester nayo 3, na mengine ya Europa huko, bingwa mara 20, ubingwa mara 20, lakini hakuna shida. Bodi ya ligi ya EPL inasimamia sheria na kanuni. Hakuna shida. Bodi ya ligi hapa kuna tatizo. Kwa hiyo lazima tusimamie sheria za mpira wetu kwa kanuni. Ukisimamia hivyo, mambo mengine yote yanaenda sawa sawa. Kwa hiyo tuko hapa kwa ajili hiyo.